Watazamaji, namshukuru Mwenyezi Mungu niko mbele zenu nikiwa mzima. Narejesha sifa na utukufu mbele ya Mungu. Natumai na nyinyi watazamaji wenzangu, wasikilizaji wangu mko sehemu mbalimbali, pia mko wazima, Mungu amewajalia. Wiki ilipita salama, tuko katika tena wiki mpya. Wiki huu ambao tuko ndani ni wiki ya mafanikio. Basi kwanza niwatie moyo wale wote ambao wananifuata sehemu mbalimbali, niwatie nguvu katika hii safari tuko ndani. Jiulize, tulipoanza mwaka wa 2021 ni nani aliyetarajia atafika katika tarehe ya leo? Hakuna jamani. Basi tuna jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wengi wao wamepoteza maisha. Tulikuwa na marafiki tu wa karibu, madada wa karibu, lakini mpaka sasa hatuko tena pamoja nao. Basi mimi na wewe tunafaa. Basi tunapofaa tutiane moyo, tuonyane kwa upendo. Ukiwa na mambo mazuri unapatia wengine, usijifungie mwenyewe jamani. Utaenda kuulizwa. Wakati mtu anakosa unamwambia, "Angalia yule mbona amekosea?" Ulichukua muda wa kwenda kumueleza? Maana Biblia inasema, "Mfuate mwenzio kwa kumuonya. Akishindwa kusikia, tafuta wazee wa kanisa wamuonye." Wazee wa kanisa kama hatasikia, basi muache, dunia atafanya nini? Itamfundisha. Basi na mimi pia najitolea katika hii kiwango ambayo nimejitolea ndani ili tuchangie wote. Mimi wenu Ashina Kabasa, karibuni sana kwa channel yenu ya mawaidha. Unajua tena mawaidha, basi mambo mazuri yanapatikana ndani ya mafunzo. Jamani, msisahau kusubscribe, share, comment. Jamani, nawapenda. Mnaona vile ninavyowapenda, najitahidi katika kiwango yote ili basi tupate mazuri. Bado tena tutarudia kuongea kuhusu tamaa. Hapo kwa ile video ya nyuma tulikuwa tumeongelea kuhusu tamaa, madhara ya mwanaume kuwa na mahusiano nje akiwa ameoa. Mwanamke madhara yake ile haridhiki na kipato cha mume wake. Bado nitarudia pale pale mtazamaji. Mtazamaji, katika tamaa. Tamaa inasababisha nafsi ya mtu inakosa uhai. Nafsi kishakosa uhai, kiwiliwili inatembea, yule mtu amekufa tayari. Sasa utakuwa umetembea umekufa tayari, yani wewe tunakuhesabu katika ukundi wa watu, kumbe haupo, ushakufa kitambo. Na ni tamaa ndio inaleta madhara kama hayo. Basi katika madhara ya tamaa tena, tamaa inasababisha paka nafsi inaanza kufanya vitu venye ambao hawezi, yani katika wakati ile haipasi awe hizo vitu anavifanya. Lakini sasa kwa sababu ya tamaa imeanza kumpeleka nafsi haraka ianze fikia katika hatimaye ambao haijamruhusu, katika wakati wa Mungu haijamruhusu. Sasa jamani, madhara yake ipo ndani. Madhara ya tamaa, wale watu ambao wanapenda vitu za kuvutia, nitaguzia sana. Sisi tuko hapa duniani, sisi wote tunapenda tuenda maisha mazuri. Si ndio watazamaji? Hata mimi mwenyewe jamani, napenda kuwa na pesa, nataka mume wangu awe na pesa, nataka familia yangu inawiri. Lakini ili uwe na pesa, ni wakati gani ambao inaopasa ili pesa ili uifurahie na uone manufaa yake, isikuletee madhara. Sasa katika ile tamaa ambayo sisi tumeingia ndani, sisi wanadamu tumeingilia ndani ya ile tamaa, tunataka kupata kwa haraka ambao wakati wetu bado haijafika. Ukitaka kupata kwa haraka, sasa mwenzangu, wewe utatamani cha mwenzio. Biblia inasema usitamani cha jirani yako. Haya, ushatamani cha jirani yako, si umetenda dhambi? Hiyo dhambi hiyo sasa haitakuruhusu uwe mtulivu. Roho itakuwa na pupa. Unaona? Jamani, fulani amenunua gari. Jamani, fulani tu tulikuwa naye hapa juzi hapa. Mbona siku hizi maisha yake amebarikiwa sana, yani imekuwa kuaje? Ukishaanza kuchunguza baraka ya mwenzio, mwisho wake ni tamaa itakuvaa. Utataka kuwa kama ule mtu. Ukitaka kuwa kama ule mtu, haujajua njia gani amepitia, haujajua amepataje ile pesa zake, haujajua kubarikiwa yake ile imeanzisha na msingi gani. Kwa sababu unamchunguza ule mtu kwa ile mali alionayo, basi unakosesha nafsi yako amani. Ukishakosesha nafsi amani, kumaanisha unataka uwe kama ule mtu. Nitaguzia tujiguzie sisi wanandoa. Sisi wanandoa tukiwa ndani ya ndoa jamani, inabidi tunavumilia katika mazingira ambayo bado kwanza Mwenyezi Mungu amekuweka ndani akikuchuja. Unajua wakati unapopitia changamoto, huwa Mungu anakuchuja. Ushaona, anakuchuja ili akufikisha kwa sehemu ambao sasa ni wakati wake imefika. Usiwe na kiburi, usiwe na maringo, usidharau wenzio.
Usisahau sehemu ulipotoka. Usijipige kifua sababu sababu nilisoma, si unajua sasa nilisoma nikamaliza, sasa ilikuwa lazima nipate kazi nzuri, ilikuwa lazima niendeshe gari nzuri. Ushachukua nafasi ya Mungu. Sasa huwa wakati mwanadamu Mwenyezi Mungu anamfikisha kwa kiwango ambao anamchuja, anamaanisha anakuchuja akikuonesha wewe ni mavumbi. Wewe ni kiumbe chenye yeye ana control. Kwa wakati ambao atakubariki, usisahau kwamba ile baraka imeambatana na yeye mwenye aliyekutuma duniani. Sasa wakati unataka hizo vitu na sio wakati wa Mungu, kiburi itakuja. Kwa sababu sio wakati wa Mungu, usini tamaa ilikuwa shakuvaa tayari. Kishavaa nafsi, kumaanisha mwili imekuwa mchafu. Hakuna time ambao nafsi inafikiria mambo machafu alafu mwili itende mazuri. Tunadanganyana na jamani, tusidanganyane. Kile kinye nafsi inavyofikiria ndo vile mwili huwa inakuaga pia nayo inafanya nini? Inafanya action. Because mimi nimejifunza kitu katika vile nimejifunza kwa kiwango hekima, ile hekima ambayo Mungu amenijalia nayo. Maneno ambayo unaonena ndani ya nafsi yako lazima itaonekana katika mwili, sababu mwili ni nyumba ya nafsi. Hii nyumba yako ili iwe safi ni lazima nafsi yako iwe iko safi. Nafsi yako ikiwa iko chafu, basi hata mwili wako wenyewe ni mchafu tayari. Hauwezi niambia eti roho yako ikutana na wengine unaona wengine kama vidudu mtu. Alafu utasema mwili itampokea yule mtu katika kiwango ya dhamana? Hapana. Itabidi sasa mwili pia itaonesha action ya roho vile inavyofikiria na vile inavyochukulia wengine. Utajipata wewe uko special zaidi ya watu wote. Na hapo sasa ndo tamaa inakuanga imemvaa mtu. Ukishajiweka katika ile kiwango, jamani, wengine wanaishi maisha ya copy life. Copy life itawapeleka pabaya. Copy life itakupeleka paka unaingia mahali penye utashindwa kutoka. Maana shetani anataka wale watu wenye ambaye nafsi yao iko juu. Wanataka kupata. Wanatamani. Mtu amepita na gari, ile gari nzuri sana ambayo niko nayo. Unajua ile mwenzako atoe gari wapi? Unajua? Unajua? Sasa kwa sababu ushaanza kucopy life, ile life yako ambayo unaishi ndani si maisha ya kwako. Unajiweka katika kiwango ambao nafsi inaumia, unalazimisha mwili. Ukishalazimisha mwili, nafsi huko yenyewe sasa itafanya nini? Itabidi sasa ianze ambatane na mwili. Sasa ukikopi life, maisha yako ya kesho unajichimbia shimo. Jua kukopi life ni shimo umejiwekea mbele. Maisha ya mwenzio, umeona mwenzako ana magari, ana manyumba, unataka ukue kama yeye. We mwenyewe unaishi katika nyumba ya rumu moja. Ile rumu moja ile ndio wewe unataka kujifanya kama yule mwenye ambaye ana magari zake. Haujui kwanza sehemu alipoitoa ile magari. Sasa itabidi unakopi life. Life ambayo utakaokopi, ukikutana na ukundi ya watu unataka spend zaidi ili uonekane wewe pia uko mmoja wale watu ambao wamepata. Jamani, poleni. Sasa unakuwa umejiweka kwenye shimo, umejiweka kwa mitego ambao unashindwa kutoka ndani. Mwenzako ule wa magari zake yule anafanyanga spending ya mafuta tu peke yake shilingi 10,000. Haya sembuse wewe, nyumba unalipa hata ni ya shilingi 15,000. Sasa unataka kujipatia nafasi ya ule mwenye anaweka mafuta shilingi 10,000 kwa gari yake. Utaweza? Sasa hapo unajipata umeikopi life. Maisha ambayo tumeingia ndani sasa, watu wengi, mtu akiona mwingine kwa mtandao anakaa kimsurura, ushaona? Anamzoom, amemweka karibu, fulani siku hizi. Unajua mwenzako amejirembesha kwenye mtandao, unajua amekula ama hajakula. Usimtamanie mwenzako na haujui nini kenye kiko nyuma huku kinachoendelea. Maisha ya tamaa ndio inafika kiwango ambao sasa wivu inaingia ndani, kwa sababu mwenye tamaa hakosi wivu, mwenye tamaa hakosi kiburi, mwenye tamaa hakosi dharau, mwenye tamaa hakosi kujipiga kifua, mwenye tamaa hakosi kujiweka yeye ni wa kwanza, yeye ndo anapasa kuelidha, akwe kiongozi mbele ya wengine. Yeye haiziongozwa, yeye ndo aongoze. Sababu ni tamaa imempa kiburi, limvaa shetani, ndo paka wa leo hii anataka leo maarifa watu waanze wamwabudu yeye. Na wale waliokosa uvumilivu wa kungojea wakati wa Mungu si wanamwabudu.
wanamuabudu. Na ni tamaa ndio inamfikisha mtu kwa kiwango ambao sasa ameanza kuinamia sanamu, ameanza kuinamia kiumbe ambao Mungu aliumba sababu ya tamaa, kutaka kupata haraka. Kutaka kupata haraka. Inaweza kuwa inaumiza sana. Unataka kupata manyumba na magari. Unataka kupata manyumba na magari, alafu jiulize sehemu mali ambayo utaenda ni pahali padogo tu. Padogo. Sasa sehemu padogo pale unapoenda, mbona ukwenda na hizi vitu zote zenye ulikuwa na gandamiza nafsi yako? Ni vitu ambavyo tunapaswa tujifunze tukiwa hapa duniani. Watu wengi sana wameangamia kwa tamaa. Kutamani. Nitaguzia wasichana. Hawa nao wanatokea ama youth. Anataka mwanaume wa gari, anataka mwanaume yuko smart, anataka mwanaume mwenye na pesa, anataka mwanaume mwenye ambaye anamgaramia. Sasa nakuuliza, ule mtu unajua alitoa pesa zake wapi? Unajua? Haujui ile pesa yake, yani ni kama mfuko vile. Ni kama mfuko vile. Umepewa ndizi hapa, unaoneshwa ndizi, wewe unajua eti sasa ile kwenye ile room nzima kuna ndizi imejaa hivi. Kumbe hujui ni ile ndizi moja ndio ambayo imeshikiliwa. Huku ukiingia huku ndani hakuna ndizi. Huku ndani huku ni kulia huku. Sasa inabidi tunajifunza hivi kwa wakati huu ambao tuko duniani. Tamaa jamani itatupeleka kubaya. Tamaa inasababisha paka mtu anafika na anaenda kuungama katika chama ambayo atashindwa kutoka ndani. Watu wengi wanajiuliza, chama ile kwani mimi nitaanzaje niingie kule? Ile shetani anakuanga kule sehemu alipo. Unajua tayari kwanza mjue yule ni kiumbe ambaye tulimpata sisi wanadamu. Tunaelewana vizuri watazamaji. Yule kiumbe huyu shetani tunayemuongea, huyu shetani tunasemanga shetani toka kwa jina la Yesu Kristo. Unafikiria shetani hana nguvu? Shetani ana nguvu. Yule ni kiumbe ambaye hakutoka kwa mwili wa mwanadamu. Ule haiti mwanadamu. Wewe ndio unaitwa mwanadamu. Kwa vile ako na maarifa ya kuzidia ule mwenye ambaye hata kuwa karibu na Mungu na hata ngojea wakati wake, ata control mind yake. Anajua vile wewe unavyofikiria, anajua huyu mtu anapenda pesa. Atakuletea rafiki mwenye ambaye shaungama kwa hiyo chama. Akishaungama kwa hiyo chama, si wewe sababu wewe unatamana kutamani. Jamani, gari yako jamani, viuno kwa pesa bana. Sasa unamsifu yeye anakupatiaga tu. Usijali bana, si unajua tena maisha bana. Mungu akishajalia, acha nikwambie mtazamaji, ule ambaye anayeabudu shetani, ule ambaye ametoa pesa zake kwa shetani, hakwambiangi eti mara moja hizi pesa nilizipata kwa shetani. Anakwambia Mungu alimjalia. Kwa vile hata shetani mkae mkijua pia anajua Mungu yupo. Wakati shetani amezini na akaingiwa na kiburi ndani yake, alikuja akamwambia Mungu nini? Mungu, ninakuruhusu usiniue sahi. Kwa vile mjue tayari yako na mamlaka ambayo yeye alikuwa anataka kwanza Mungu amweke katika kiwango ambao yeye ataishi, yeye amepata wafuasi wake. Kwa vile ufuasi, ili uwe mfuasi wa shetani, tamaa kwanza itakuweka kwanza tayari ushakuwa mfuasi wa shetani kabla bado haujaungama kwa ile chama yake. Maana tamaa, shetani lazima awe amezunguka pale. Atakuletea mtu mwenye pesa zake, anakuwa anakupatia pesa, mwisho anakuambia angalia bana, wewe hata mbona unalialia kila siku? Unasemaje mimi nikupeleke sehemu mali mpya nilifanyikiwa? Mimi nilikuwa na shida kama wewe na mimi sasa nimeshafanyikiwa. Hata kuambia sehemu huko mali kwenye ambaye ametoa pesa ni kwa shetani ama ni chama. Si wewe mwenyewe una tamaa, wewe hauvumilii, wewe hauna uvumilivu. Utajipata unafanya nini? Unaandamana naye. Ukiingia baba, ukiingia mama, ukiingia dada, jua hapatoki. Panapotoka mtu yule ambaye aliingia huko, Mungu amemweka wakfu. Mungu amemchagua tu, na sio wote waliochaguliwa. Basi itabidi tuanze tujifunze kabla bado hatujapatana na ile madhara. Hatujafika kwa ile kiwango ambao umefika mahali umebanwa. Zile nini masharti zenye wameanza kukupatia, unashinda kama hutatimiza mwenyewe nafsi yako, itabidi wewe ndio utolewe kafara. Nani hapa duniani mwenye ambaye anaweza kubali afe yeye watu wengine wawe huru? Kuna mtu? Hakuna. Basi
ili tuanze tujiepushe na hiyo kiwango ambao unafika mahali ambao hauwezi jua vile utatoka, ni tujifunze kuvumilia na kuwa na subra na wingi wa subra. Waswahili wanasema mvumilivu hula mbivu. Wale wazee wa kitambo, wahenga walitumia ile mvumilivu hula mbivu kumaanisha aliyevumilia anapata kitu kizuri ambao hatapata majuto, ambaye hatakuwa na hukumu ndani yake, hata jihukumu nafsi yake. Ni heri yule aliyevumilia. Tuvumilie majaribu tunaopitia ndani ya ndoa. Tuvumilie. Haijalishi unapitia nini. Kuna mwingine naye alipendana na yule mwanaume ana kazi nzuri, kazi ile basi kakuja ikasimama. Sasa yule mwanamke nafsi imekuwa juu. Sasa hiyo nafsi ikiwa juu umemkaribisha shetani. Kuna mwingine mwanaume naye alipenda yule mwanamke sababu ya pesa. Ile pesa imekuja ikaisha. Upendo nao ndio ile imepungua. Shetani naye anajitukuza pale ndani. Jamani, tutukuliane. Tubebane, tuvumiliane. Katika madhaifu yote tunaopitia, majaribu, changamoto, panda na kushuka, tuvumiliane, tuokoe nafsi zetu. Hakuna kitu cha bure. Ule ambaye anayekupatia pesa bure kila wakati anakupatia pesa, haujamfanyia kazi, epukana na hizo pesa. Mwisho wewe ndio itakuko yako italipa ile pesa. Sasa ili kabla hatujafika kwa ile sehemu, ni lazima sisi wenyewe tujikubali. Kubali maisha uko nayo. Ni nini unakopi life? Ni nini unataka kujifanya uko na pesa na hauna? Unataka, yani wewe hautaki kuonekana wewe unaanza. Jamani, msinishangaze. Nyumba mimi vile ninavyojua na vile kwa hii miaka kidogo nilionao na kwa hiyo ufahamu ni ambao nimeona, hakuna nyumba ambayo ilianza mara moja. Kwa vile nyumba inaanza na msingi. Hebu jiulizeni, msingi wa nyumba vile wewe unaanzishwa. Kuna mtu mwenye anakujaga kujua kama nyumba ile inaweza kuja ikavutia macho ya mtu? Hapana. Nyumba inakuja inapima pale paka unasema anafanya sarakasi nini? Sasa panaendeleaje pale? Lakini kwa muda mchache ukimisi hapo mahali usiku ukipapita unakuja kupata jamani hii gorofa si imejengwa, jamani nyumba si imejengwa. Kwa vile kila kitu chote iko na msingi. Ni lazima wewe ufanye msingi wa ndoa yako. Ni lazima wewe kwanza uko na msingi ya maisha yako. Wewe umejikubali vile ulivyo. Kuna wengine yani anaenda na upepo. Sababu fulani amepata, ni lazima na wewe upate. Kwani sisi sote tulizaliwa kwa siku moja? Hakuna hatukuzaliwa siku moja. Kwa vile hatuwezi pata siku moja wote. Kila mmoja ana time yake. Ni lazima tungojee kila mtu atafika kwa time yake. Akipata ile pesa itakuwa na msaada na itakupatia furaha. Basi sitaongea zaidi sababu nilikuwa nishaguzia tayari katika madhara ya tamaa. Basi tamaa ambayo nilikuwa namalizia nayo ni hii. Jamani, tukubali maisha tulio ndani. Tuwe wavumilivu. Mungu wetu ni mwaminifu, atatubariki kwa kiwango ambao inapasa tubariki, ambao anajua hata nikimbariki na hii kiwango hata sahau sehemu alipotoka, hata nisahau mimi Mungu wake. Unaweza tangulia kupata pesa alafu kasahau Mungu. Basi ina haja gani usahau Mungu na wakati sisi ni wasafiri? Jamani, nawapenda sana watazamaji, nawapenda sana wasikilizaji, sehemu mahali pote mlipo, mko sehemu mbalimbali. Mimi wenu Washina Kabasa. Basi nashukuru sana kwa sababu tumechangia hii neno, najua itasaidia mtu na itazidi kutuinua katika imani. Tusimame imara. Tusimame kwa kuomba na kutegemea Mungu tukiwa waaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu, atatupatia kila kitu yote ambayo tunayohitaji. Hata neno lake linasema katika Mathayo sura ya 7 mstari ya 7 inasema nini? Ombeni na nyinyi mtapewa, bisheni na nyinyi mtafunguliwa. Jamani, anajua mawazo yetu kabla hatujamwambia. Basi tuwe wavumilivu na tuwe waaminifu mbele ya Mungu, tutapata kila kitu yote. Na hii dunia amesema sisi tuitawale. Sisi hii dunia ni urithi wetu. Sasa una haraka gani? Tutulie kwa wakati wa Mungu, tutapata ile ambayo Mungu aliyopasa tuishi maisha mazuri, ile ambayo si ya kulazimisha nafsi, unalazimisha ambapo mpaka unaumia. Asanteni sana, Mungu awabariki.